Mtazamaji, NTV imebaini majina ya viongozi wa chama cha KANU wanaotarajiwa kupewa nafasi za uwaziri, makatibu ubalozi na makatibu wa wizara kufuatia mkutano wa wiki iliyopita kati ya mwenyekiti wa chama hicho ambaye ni Gideon Moi na Rais William Ruto. Orodha hiyo inajumuisha aliyekuwa seneta, aliyekuwa mwakilishi wa kike na maafisa kadhaa wa juu chamani KANU wanaotarajiwa kujiunga na serikali jumuishi, huko Gideon Moi akihusishwa na nafasi mpya naibu wa mkuu wa mawaziri katika mabadiliko yanayotarajiwa serikalini hivi karibuni. David Mudhoka anatufungulia taarifa zetu jioni hii. Kileleni mwa orodha hiyo ni Gideon Moi anayehusishwa na nafasi ya naibu wa mkuu wa mawaziri. Aidha, Gideon anahusishwa na wizara ya habari, mawasiliano na teknolojia ambayo kwa sasa inaongozwa na William Kabogo, ambaye kwa mujibu wa taarifa za ndani huenda akahamishiwa wizara nyingine wala sio kuondolewa serikalini. Aliyekuwa kiongozi wa wengi katika seneti na seneta wa West Pokot Samuel Losuron Pogisio pia anatarajiwa kuteuliwa waziri kama sehemu ya makubaliano kati ya Rais William Ruto na Moi. Iwapo atateuliwa, Pogisio aliyewahi kuhudumu kama waziri wa ICT kati ya mwaka 2008 na 2013 atarejea serikalini, pengine katika wizara ya masuala ya kigeni inayoshikiliwa kwa sasa na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi, ambaye naye anahusishwa na uhamisho kwenda wizara yenye ushawishi zaidi. Wakati huo, miongoni mwa wanaohusishwa na nafasi za makatibu wa wizara ni Gladwell Tungo, ambaye alikuwa mwakilishi wa kike wa kaunti ya Baringo, Ibrahim Sheikh ambaye ndiye naibu mwenyekiti wa kwanza wa KANU na anayesemekana kuandamana na Moi katika mazungumzo ya Abu Dhabi na Rais William Ruto yaliyopangwa na Raila Odinga. Abdi Rahman Bafadhil anayetajwa kuwa watatu kwa ushawishi ndani ya KANU na miongoni mwa waanzilishi wa vuguvugu la YK92, mweka hazina wa KANU Eddie Kivuvani, pamoja na mkurugenzi wa uchaguzi chamani KANU Ali Khan, ambaye pia ni msaidizi binafsi wa Gideon Moi. Jina lingine linaloibuka ni la John Burugu Njuguna, ambaye ni kamishna katika kamati ya kiufundi ya mahusiano kati ya serikali kuu na kaunti. Ila kadri KANU inavyojiandaa kurejea serikalini baada ya zaidi ya miaka 20 nje ya madaraka, migawanyiko imeanza kujitokeza ndani ya chama hicho, ikiwakutanisha wazee wa chama na kizazi kipya cha vijana wanaodai mageuzi. We, the KANU Youth Congress, fully dissociate from the newfound partnership between our national chairman, Honorable Gideon Kipselieh Towet Moi, and His Excellency the President William Ruto. As the KANU Youth Congress, we call upon the government to stop the hypocrisy and solve the immediate needs of the people. Solely consolidating the political class under the umbrella of broad-based government is not only a fallacy, but also the kicks of a dying horse. David Mudhoka, NTV, Nairobi.